Nyuma ya mapazia ya maisha ya kifahari, magari ya mamilioni ya pesa na majumba ya kifahari nchini Afrika Kusini, kulikuwa na siri nzito iliyofichwa kwenye kuta za mioyo yao. Wengi wetu tunamfahamu Zari the Boss Lady kama mwanamke wa chuma, lakini je, unaijua dark side au upande wa giza uliogubika ndoa yake ya kwanza na marehemu Ivan Ssemwanga? Ndoa iliyosifiwa na kila mtu iligeuka kuwa uwanja wa vita vya kisaikolojia, maumivu yasiyosahaulika na unyanyasaji wa siri uliomliza Zari gizani. Na kibaya zaidi, hata baada ya kuachana, kimvuli cha uhusiano huo kiliendelea kumtafuna Zari hadi kifo kilipokuja kumchukua huyo aliyekuwa mume wake mnamo mwaka 2017 mwezi Mei. Sasa nini kilitokea hasa nyuma ya tabasamu zao za mbele ya kamera? Kwa nini utajiri wao haukuweza kununua amani? Tega sikio mwanzo mwisho wa hii video ukapata kufahamu kila ambacho pengine kitakushangaza zaidi, kwa sababu mwishoni mwa hii video kuna swali gumu lililoacha mashabiki wengi na maswali juu ya maisha ya Zari ya sasa hivi na mitikasi ya mapito ambayo anayapitia kwenye kila mahusiano ambayo anaingia. Sasa mimi naomba nikukumbushe kwamba kabla sijakupa hii update full in details hapa, tumia sekunde moja tu bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo yatakushangaza zaidi. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na kila ambacho mimi naenda kushare nawe hapa. Sasa kila kitu kilianza mapema mnamo miaka ya 2000. Zari alirejea kutoka Uingereza na kuhamia Afrika Kusini ambapo alikutana na Ivan. Wakati huo hawakuwa na chochote kile. Walikuwa wakijitafuta kimaisha. Walipambana na wakajenga himaya kubwa ya biashara na taasisi za elimu zilizowapa utajiri wa kutisha. Walifanikiwa kupata watoto 3 wa kiume, Pinto, Raphael pamoja na Queens. Kwa nje walikuwa kama vile power couple ya moto, lakini kilichokuwa kinaendelea ni noma zaidi. Lakini kadri mafanikio yalivyokuwa yanaongezeka, ndivyo giza lilivyozidi kuingia ndani ya nyumba yao. Hapo ndipo penye siri ya maumivu makubwa zaidi ya Zari. Zari alikuja kufunguka hadharani kuwa ndoa yao ilitawaliwa na migogoro mikubwa ya unyanyasaji. Pesa hazikuweza kuzuia machozi yake. Ingawa Ivan alipinga baadhi ya madai ambayo Zari aliweza kuyazungumza, lakini ukweli ulibaki kuwa mioyo yao ilikuwa imeshasambaratika kitambo sana. Baada ya kuwa pamoja kwa zaidi ya muongo mmoja, mwaka 2013 waliamua kuachana rasmi. Na licha ya kuachana, Ivan hakuwahi kuacha kumpenda kabisa Zari. Alikiri hadharani kuwa bado alitamani siku moja waweze kurudiana, lakini ndoto hiyo haikutimia. Badala yake mwaka 2014 kama kawaida, Zari the Boss Lady alisonga mbele na kuanza mahusiano mapya na Diamond Platnumz. Kitu kilichomuumiza sana Ivan, huku vyombo vya habari vikimwandama. Mzozo wa mioyo yao ulikuja kukatishwa kikatili sana mnamo mwaka 2017 mwezi wa 5 tarehe 23. Ivan alipata kiharusi nchini Afrika Kusini, na baada ya siku kadhaa za matibabu alifariki dunia tarehe hiyo 25 mwezi Mei mwaka 2017. Kifo hiki kilileta majonzi makubwa sana. Zari alionyesha ukomavu mkubwa, akasimama bega kwa bega na familia yake wakati wa mazishi, na hadi leo anaendelea kuheshimu kumbukumbu ya Ivan kama baba wa watoto wake. Sasa kama unavyoona, maisha ya Zari yamekuwa na milima na mabonde mabonde mengi sana kimahusiano. Baada ya kuachana na Ivan Ssemwanga, alikuja na Diamond Platnumz, na baada ya hapo alikuja kutoa na kijana mdogo sana, Shahib Cham, ambaye alikuwa ndiye mume wake wa sasa hivi. Lakini hivi karibuni mambo yamebadilika tena na tunaona kwamba wameachana pia na Shahib. Sasa hapo ndipo kwenye swali la mtego linalowatatiza watu wengi sana. Je, unadhani labda laana ya maumivu na kimvuli cha marehemu Ivan Ssemwanga bado vinafuatilia maisha ya mapenzi ya Zari the Boss Lady, kiasi kwamba anashindwa kudumu kwenye ndoa nyingine yoyote ambayo anakutana nayo? Au ni yeye mwenyewe ambaye bado labda tu hajampata mwanaume anayeweza kujaza nafasi ya kipekee aliyokuwa nayo Ivan Ssemwanga kwenye maisha yake? Dondosha comment yako hapo chini kwenye sehemu ya comment ukituambia nini maoni yako, lakini muhimu zaidi usisahau ku-like, kushare pamoja na kusubscribe hapa kwa ajili ya kujiweka katika nafasi nzuri ya kupata makala nyingine nyingi ambazo nitakuwa nakusogezea hapa. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Tukutane next video. Bye bye.